Kuokota taka rejeshi sio kwamba ni uchizi, hamna. Ni ajira kama ajira zingine jamani, na waweke kitengo maalum ili waanze kufuatilia mizani ya mawakala wale wapimaji. Tusaminike na sisi tuwe na hata kampuni yetu. Kwa majina naitwa Said Mohamed Said, ni makamu mwenyekiti wa Mtawada ambao kirefu chake ni mtandao wa kuokota taka rejeshi Dar es Salaam. Sisi kama Mtawada leo tulikuwa na mkutano mkuu hapa, tulikuwa na wageni waalikwa mbalimbali, pia tulikuwa na watu mbalimbali kutoka serikalini, wizara mbalimbali, wenyekiti wa serikali za mitaa. Pia cha kustajabisha leo amekuja mbunge wa jimbo la Ubungo ambaye ndo mlezi wetu wa Mtawada ambaye tumemsimika rasmi leo kuwa mlezi wa Mtawada, na ametuahidi vitu vingi na kama unavyoona leo tumepewa sare za Mtawada ambazo zitatusaidia huko mitaani tunapotembea kwa ajili ya usalama wetu. Inaonekana kabisa kwamba huyu ni mwokota taka rejeshi kwa sababu t-shirt imeandikwa, reflector imeandikwa kama unavyoona nyuma huku. Kwa hiyo yani kiukweli nafurahi sana. Tumeona sasa kwamba mwanga unaanza kuonekana. Tumeona kwamba na sisi tunathaminiwa, na sisi tunaonekana watu katikati ya watu. Kaongea mengi sana mlezi wetu, ni mbunge wa jimbo la Ubungo, Profesa Kitila Mkumbo. Vifaa ni kama hivi, ni kama nilivyosema hapo awali, kwa sababu hapo mtaani unapopita ujue yani bila kuwa na kitambulisho wewe ulikuwa unafanya kazi fulani, lakini hivi inaonekana kabisa kwamba mimi ni mwokota taka rejeshi, na mtu akijaribu kuuliza kwamba sikiliza, mimi ni mwokota taka rejeshi, yani mwokota taka rejeshi wa mkoa wa Dar es Salaam, na mlezi wangu ni mbunge wa jimbo la Ubungo. Kwa hiyo ninakuwa natembea kwa kuvimba, kwa kujiamini, kwa sababu sasa hivi sasa na mimi nimeanza kuwa na power. Umeona kazi yetu inasaminiwa kama kazi zingine. Kwanza kutumia kifaa hichi naweza kuishawishi serikali ya mitaa eneo ambapo ninafanyia kazi. Umeona? Naweza kuna nikamwambia kwa nini tusifanye utaratibu huu, tukaongea na Mtawada, sawa, hizi jezi kazi zinakuja hapa kaja kusimika tawi, vijana wote wanataka rejeshi katika mtaa huu wawe na jezi, na maana hata likitokea rais unakuwa rais kufanya, likitokea tukio unakuwa rais kufanyaje, kusoma namba ya mgongoni bwana 111. Kwa ina maana kule ofisini wakiingiza kwenye system 111 wajua fulani, umeona. Kwa hiyo inakuwa rais hata kwa majina naitwa Swaleh Ramadhani ambaye ni mwokota taka rejeshi wa Mtawada. Wametupa vitendea kazi ambavyo kidogo vinatutambulisha. Zamani watu wanatambua kama wakota makobola, kama sasa hivi tunatambulika kama wakota taka rejeshi ambao ni ajira, na sisi ndio mashujaa wa mazingira. Maana tunalinda mazingira, tunasafisha mazingira, kila kitu inakaa sawa. Kwa sehemu zingine tukipita tunaambiwa wezi vibaka msipite, lakini kwa sababu tuna vitambulisho ambavyo ni hizo reflector tulizopewa, popote tunapita, popote tunafanya kazi. Taka rejeshi ni ajira kama ajira zingine. Kuokota taka rejeshi sio kwamba ni uchizi, hamna. Ni ajira kama ajira zingine jamani. Naomba na wadhamini wengine waendelee kutudhamini, maana sisi ndio mashujaa. Vitendea kazi hivi vinanufaisha kwa kunitambulisha mimi ni nani. Zamani watu wakashaanza kuona kwa muonekano mbaya, sina kitendea kazi, nguo chafu raruka, lakini sasa hivi na vitendea kazi hata nikipita wanajua kweli ule mwanachama au mwokota taka rejeshi, sio kama mwokotaji wa zamani nilivyokuwepo. Sasa hivi kidogo tumeweza kutofautishiwa muonekano wa sasa na wa zamani, ndio kinachoweza kumsaidia. Naitwa Pili Selemani Soma, natokea Sinza D, katibu wa kikundi cha Amani Group. Tunaishukuru Mtawada kwa kutukusanya pamoja na kuweka vikundi vyetu wenyewe binafsi kwa ajili ya shughuli zetu hizi za kuokota taka rejeshi. Kwa kweli tunaishukuru sana kwa sababu imetupa mwanga. Tumekuwa na kama hivi leo hapa tumekuwa katika hili jambo letu, wameitwa viongozi wa serikali, wametuona, wanatutambua, tunawashukuru na tunaomba watusaidie kutuwezesha katika shughuli yetu hii. Reflector, t-shirt, yani vitatusaidia kututambulisha kwamba sisi tunafanya shughuli gani. Hata kama litatokea tatizo, tutakuwa najulikana kwa haraka, tofauti na ile zamani nasema mwokota makopo kabongwa pale. Lakini sasa hivi nakwambia mwokota taka rejeshi amepata ajali pale kutokana na hivi vifaa vyangu. Yani Mtawada imenijali. Mimi naitwa Shabani Kasaba, mimi naokotea Kigamboni. Mimi nashukuru mkutano wa leo ulivyokuwa, wameweza kukutana na wadau tofauti, wameweza kutupatia reflector na mafulana kwa niaba ya kwanza tujulikane sisi, na maana hata huko mtaani fahamu sisi tunafanya nini na kina nani. Sasa ili tuweze kupata vifaa zaidi, yani kama mabuti, gloves, helmet, ili kuepukana na mazingira hatarishi tunaookotea chupa.
Si tunamshukuru Mungu, leo tumekutana na serikali ambao tumekutana na mbunge wa Ubungo. Kwa tulikuwa hatuamini kama hata serikali itatuunga mkono swala hili, lakini sasa hivi tumeshaamini kuwa serikali inatuunga mkono, na leo tumeona ilivyotuunga mkono. Tulikuwa tuna wengi tu ambao leo wametokea hapa wametuunga mkono. Tunaomba bado wadhamini wengine waendelee kujitokeza na kutuunga mkono kwenye swala. Kwa jina naitwa Ramadhani Saidi, nimetokea Ubungo na kutoa makopo Ubungo, napima Ubungo. Mimi mfanya kazi wa kutoa makopo. Ndio maana nimealikwa huko, tumekuja katika kikao chetu hiki cha wadhamini umetokea. Tunashukuru Mwenyezi Mungu hali sasa imeshinda salama, na tunashukuru sana wadhamini kutoka kama hivi ili tusisumbuliwe sana. Kwa sasa hivi ukorodi umekuta makopo na reflectors hapa tumepewa, hata mtoto tukutana naye hawezi kutunyanyasa kama makaza kwa tunanyanyasa. Low battery. Please charge. Wajiunge, wasiwe wabishi, wajiunge, tuwe pamoja, basi tutengeneze kitu kikubwa zaidi, na sisi tusaminike, na sisi tuwe na hata kampuni yetu tuwe tunanunua wenyewe, baada ya kupita tunatafuta mitaani. La, serikali iongeze sana juhudi upande wa Kigamboni, iongeze juhudi sana, sababu kule bado watu hawajaelewa. Yaani iongeze juhudi kwenye bei na waweke kitengo maalum ili waanze kufuatilia mizani ya mawakala wale wapimaji, sababu ile mizani yao hamna kitu kinachoifuatilia. Ina maana waweza wakawa hata wanatuibia kwenye ile mizani, hamna chombo cha kuweza kufuatilia. Kwa tulikuwa tunaomba serikali vile inavyofuatilia mizani ya madukani, na sisi tulikuwa tunaomba itufuatilie ni mizani yetu ya kupimia bidhaa zetu na sisi. Sasa ni waasi tunao wenye makampuni mengine wanaozalisha taka za plastiki, hemu wajaribu basi na wenyewe kuangalia tunachokifanya. Umeona, wajaribu kukaa mezani na sisi tujue tunafanyaje. Umeona, kwa sababu sasa hivi wakota taka rejeshi wana chama chao, wakota taka za plastiki wana chama chao. Ni watu ambao unaweza kawaita, ukaita uongozi wao, mkakaa mkabageni mjue mfanyaje kuhusu kuondosha taka zao kwa mitaani. Na wasipofanya hivyo kusaidia kama wakotaji, nadhani kuna nafasi kuweza kuelewa. Kiukweli inabidi tutumie sheria ambazo zipo katika nchi, tuwabane, kwa sababu wenyewe wanazalisha lakini wanatoa viwandani, lakini hamna kuzalisha viwandani. Kwa hiyo tunafanya kazi hiyo. Sasa kwa kuwasi tu, kwa sababu tusianze kutumia nguvu mapema, kwanza tuanze maongezi. Kwa kuwasi tu waje mezani tuzungumze. Sisi kama mtawala tunaomba mje mezani tuzungumze tujue tunafanyaje, jinsi ya kuzalisha taka zenu viwandani. Ani reflector ya Saudia kuboresha kazi yangu, hata nikipita mtaani huko makao kwa watu tunasiwezi, sasa hivi sio wezi, sasa hivi si wafanya kazi wa kutataka.